Nashukuru. God is good. God is good. Nashukuru kwa sababu ya nafasi ambayo tumeweza kuipata tena siku ya leo, na nashukuru kwa sababu ya muda ambao umeweza kutenga ili kwamba tuweze kurudia tena hapa, tuweze kuendelea na vipindi vyetu katika juma hili la maombi ya publishing. Nashukuru kwa sababu jana tuliweza kuangalia mambo kadha wa kadha, na nashukuru tena kwa sababu Mungu ametupatia nafasi. Kuna wengi ambao waliotazamia kuiona siku ya leo, kwa hakika hawajaiona, na wengi ambao walikuwa wamepanga mipango miema, lakini jambo moja ama lingine wameweza kujipata wakiwa kwingine. Lakini mimi na wewe Mungu ametupatia nafasi ili kwamba tuweze kujumuika hapa na tukaweze kusemezana katika habari zake. Kwa hivyo Mungu awabarikie hata wale ambao umetenga muda wenu kutoka manyumbani, mnayotufuatilia katika njia ya online. Tunawakaribisha katika njia ya kipekee ili kwamba tuweze kutembea kwa pamoja katika mafundisho haya ya kipekee Mungu ametuandalia. Leo tunataka kuangalia jambo moja hapa ambalo ni muhimu sana, ambalo ni ukumbusho kwamba ni nini ambao tunafaa kufanya kati hizi. A warning to the world. Nashukuru sana. Nashukuru kwa sababu ya nafasi hiyo. Fungu ambalo tumeweza kulisomewa na katika kitabu cha Ufunuo. Na katika kitabu cha Ufunuo ni onyo ambalo limetolewa kwa wakati huu, ambao onyo hilo ni kuenda kwa wanadamu wote wanaoishi chini ya jua. Ndio maana katika mafundisho haya ama kipindi hiki ama idara hii ya publishing, ambao ni uchapishaji katika Kiswahili, uchapishaji, publishing, inaonyesha kwamba ni kuhamasisha kwamba watu wake Mwenyezi Mungu waweze kukumbushwa, ili kwa sababu tunakaa nyakati za mwisho ambao tunafaa kwamba tuweze kuelewa mbona, why there is a warning to the world, na mbona katika onyo hilo liweze kuja kupitia na vitabu ambavyo vimeweza kuandikwa katika fungu ambalo mtumishi wake Mwenyezi Mungu ameweza kutusomea, kitabu cha Ufunuo. Tunalifahamu na tumeweza kulisoma siku mingi sana, lakini naomba kwamba tena tuweze kulirudia. Fungu lile linasema hivi, Ufunuo ni 14, fungu ni la 8. Biblia inasema hivi, and another angel followed saying, Babylon is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Naomba niwarudishe nyuma sasa ndio tuelewe mbona onyo hili likaweza kutolewa. Kwa sababu unabii unapokuja kwetu, na naamini kwamba unabii unatuonyesha katika vitabu ambao tunapovisoma kwamba tunaona kwamba unatutoa wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Kwa hivyo kuna matukio mengi ambao yameweza kuzungumzwa na tumeweza kuyaona, na kuna yale tunaendelea kunayaona, na kuna yale ambao yatakuja katika maisha yetu. Ndio maana kitabu hiki cha Ufunuo, na kulingana na idara hii ya publishing, ndio maana vitabu vingi vimeweza kunakiliwa ili kwamba viweze kutukumbusha mbona kuna onyo katika ulimwengu kote. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue and people. Yohana anatuonyesha kwamba akaona malaika, na malaika huu alikuwa na ujumbe, na ujumbe huu kwa hakika ulikuwa unazungumzia kwamba ni ujumbe wa milele ambao unaangazia kwamba it was a message of urgency. Yani ni ujumbe ambao ulikuwa unafaa upelekwe kwa upenzi, kwamba kwa ulimwengu kote ama ulimwengu wote, kila taifa, kila kabila na kila lugha. Ni kwa nini ikuwe katika kila lugha? Ni kwa nini ikuwe katika kila taifa? Na ni kwa nini ikuwe ni kwa kila mtu mmoja ambaye anayesikia habari hizi? Ni kuonyesha kwamba Mungu hawezi akafanya jambo vile ambavyo tuliweza kuangalia Amosi 3:7. Tukasema kwamba Mungu afanyi jambo pasipokuwa anajifunua kwa manabii wake, ili kwamba nasi tuweze kupata habari hii. Kwa sababu ya nini? Mungu apendi hata mtu mmoja aweze kupotea. Ndio maana ujumbe huu unakuja, the everlasting gospel, inakuja kwamba
ni kwamba ujumbe huu, the everlasting gospel, is all about good news, the coming of Jesus Christ. Na Yesu anapokuja, lazima kwamba tuweze kukumbushwa, ili kwamba tuweze kujua njia ambao tutaishi katika nyakati hizi tunaishi siku ya leo, kwa kila taifa, kwa kila lugha na kwa kila kabila. Na ujumbe huu, malaika wa kwanza, na sisi ndio malaika ambao tumewekwa kwa hakika, we are God's messengers who have been set aside to take this gospel unto the world. Kwa sababu kwa saa hii Mungu anatutumia sisi kama malaika ambao wanajiweka tayari kuweza kupeleka ujumbe. Ndio maana tuko na ujumbe wa publishing katika vitabu. Ujumbe ulikuwa unasema hivi, fungu la 7 inasema, ilikuwa inasema hivi, saying with a loud voice, fear God and give glory to him. Kwamba mje Mungu na mpe utukufu, for the hour of his judgment has come. Masaa ya hukumu inakuja. And worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. Kwamba ni kumbusho vile kwamba inafaa mimi na wewe tuweze kumja Mungu, kwa sababu saa ya hukumu inakuja. Kwa hivyo ndio maana malaika huu anapoenda kila lugha na kila taifa, ni kuonyesha kwamba ni kukumbusha walioketi ndani katika taifa hili, katika ulimwengu huu, katika kila sehemu, ili kwamba waweze kukumbushwa kwamba saa ya hukumu inafanya nini? Inakuja. Na ni wakati mzuri tunakaa katika ulimwengu ambao tunakumbushwa kwamba tuweze kujiweka tayari, matendo ambao tunafanya maofu tukaweze kuyahaja, kwa sababu malaika anakuja akisema kwamba mjeni Mungu, tubuje Mungu. Na unapoangalia wakati huu tunakaa siku ya leo, je, watu wanamja Mungu? Hiyo ni swali ambayo inafaa kujibiwa. Je, watu wanamja Mungu? Tunapoangalia wakati huu, watu wanafanya mambo ambayo ni yanapindukia. Watu hata wamuogopi Mungu. Tunapopangilia hivi, inapangiliwa vile. Nataka msikilize. Kumja Mungu katika fungu hili inaonyesha kwamba it conveys the idea of taking God seriously in life by following him and obeying his commandments. Kwamba watu waweze kuchukulia mambo ya kiungu yakiwa mambo ambayo ni ya seriousness. Lakini wakati huu tunakaa, people have become to be lukewarmness. Kwamba tena tunaona kwamba hata huyu Mungu tumemngoja sana arudi tena. Nataka muelewe vizuri. Kumuogopa Mungu ama kumcha Mungu, katika fungu la 7 nasema namna gani? It is an idea of conveying the idea of taking God seriously in life, katika maisha yetu. Na tunapoangalia by following him and obeying his commandments. Siku hizi hata unasikia watu hata sheria zake Mwenyezi Mungu hawatambui. Wanasema hizo ziliondolewa kitambo, asipo tena. Kwamba tunamja Mungu tukiwa namna gani? Je, tunamja Mungu tukiwa with a lot of seriousness? Hapana, kwa sababu tunalala sana katika usingizi. Ndio maana unabii unatukumbusha katika vitabu vyake Mwenyezi Mungu, mbona aswa tuweze kukumbushwa, tuweze kuamuka katika usingizi. We are being awakened up to come back to our senses. Tunapoangalia katika Agano la Kale, fearing God, not the relationship with God and full surrender to his will. Kwamba ni kwa hakika ni kujiweka akifu na kuweza kuunderstand vile ambavyo Mungu anatuita, ili kwamba tuweze kumja. Katika jangwani, Musa alikaa kila wakati akiambia wana wa Israeli kwamba njia ambao wangeweza kumja Mungu kabla hawajaingia the promised land. Waliweza kukumbushwa ili kwamba waweze kukaa katika the promised land, lazima kwamba wangemja Mungu. Namna gani? Wakaambiwa kwamba msije mkaabudu miungu. Siku ya leo watu wanaabudu miungu? Wako wanaabudu miungu. Lakini kwamba ilikuwa ni kumbusho, na bado malaika huyu anakuja akitukumbusha. Tunakaa nyakati za mwisho. The three angels message ni ujumbe ambao unakuja kwamba uweze kuhamasisha watu wanakaa katika ulimwengu, ili kwamba tuweze kuelewa mbona ni wakati wa kumja Mungu na mbona ni wakati wa kuamka katika usingizi. Kama Musa alikumbusha wana wa Israeli, akawaambia kwamba njia ambao ya kuishi katika the promised land ni kumja Mungu. Na tunakumbuka kwamba kwa sababu waliacha sheria, unajua wana wa Israeli wanapelekwa katika nchi ya utumwani kwa sababu ya kuacha sheria zake Mwenyezi Mungu. Na waliweza kuonywa na Musa kitambo sana, wanapokuwa jangwani, wanapokuja kwamba njia ya kumwogopa Mungu, kwamba kama hawatamcha Mungu wataweza kuserve nations. Na ukumbuke wana wa Israeli walikuwa katika nchi ya utumwani miaka mingapi? 500. Miaka 430 walikaa Misri.
hakuna dhambi waliofanya. Mungu akaandaa taifa la Israel wanapokaa Misri for 430 years. Na sasa anawaondoa, kisha anataka kuonyesha mimi ndio Mungu, vile ambavyo nimewakomboa. Lazima kwamba muweze kuelewa mimi ndio nimewatoa katika Misri na wapeleka nchi ya ahadi. Na nchi ya ahadi, kukaa katika nchi ya ahadi ni kuweza kumjia Mungu na kuweza kufanya yaliyo mapenzi yake na kutunza sheria zake. Lakini sasa tunaangalia katika miaka 70 sasa wanakaa katika nchi ya utumwani Babylon. They were taken to Babylon because they transgressed God's what? Laws. Walishia sheria zake Mwenyezi Mungu. Ndio maana malaika anasema kwamba mjeni Mungu. Mjeni Mungu. Saa ya hukumu inafanya nini? Inakuja. Na saa ya hukumu inapokuja, nataka tusiangalie kama Waadventista. Tuko wapi? Ujumbe tuko nao. Na sisi ndio tunafaa tuweze kupeleka ujumbe huu katika ulimwengu, kwa sababu Mungu anakutumia wewe na mimi. Siku ya leo ingekuwa ni malaika amekuja hapa amesimama anahubiri, lakini mbingu ikaona kwamba ni vizuri mimi nije nisimame nawe kwamba uweze kusimama, tukaondoka sasa tukaenda katika ulimwengu tukafundisha na kuambia ulimwengu kwamba mjeni Mungu, saa ya hukumu inafanya nini? Inakuja. Tunapoangalia Biblia ni nzuri sana. Verse 8 inasema come and worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. Tunikumbushe bado inafaa tumwabudu huyu Mungu ambaye ameweza kuumba mbingu na nchi. Siku ya leo kuna watu wanaabudu vitu ambavyo visivyo. Na sisi bado tumekaa, the angels have been set aside, people have been sent, the messengers who has been sent, but we are not going. Every time we say that we are going and yet we are not going. We are there, comfort zone, saying we are so comfortable because already we have the message. Kwamba watu katika ulimwengu, watu wanaamini vitu ambavyo visivyo. Ni kwa sababu hatujawafikia. Unajua mbona Yesu hajarudi? Hajarudi kwa sababu injili hii haijahubiriwa ulimwenguni kote. Kitabu ni Matthew chapter 14. Tusome tu hiyo. Matthew chapter 24 verse 14. Tuweze kuelewa. Naamini kwamba kama ningepata projector mashini yangu niweka hapa, kesho ingekuwa vizuri. Nitajiandaa. Inasema hivi, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. So the end has not yet come because you have not gone to all corners of the world, like the angel that was flying ikisema kwamba fear God and give him glory. Na kwamba ni sisi nafaa kuweza kuondoka na vitabu ambavyo viko pale nyuma, vitabu vimenakiliwa kwamba tuweze kuondoka, tuvisome, tukue na ujumbe, tuambie ulimwengu toka katika Babiloni, kwa sababu Babiloni inaanguka. Naye tutaelewa kwamba Babiloni ni nini. Watu wa Mungu tutaweza kuelewa hayo, ili kwamba tuweze kuelewa tutamuja Mungu namna gani. Biblia Yesu anaposema kwamba mambo haya katika Mathayo 24 fungu la 14, anasema kwamba and this gospel of the good kingdom will be preached in all the world as a witness, kuwa shahidi to the all nations, and then the end will come. So the end has not come because this gospel has not been spread to all corners of the world. Hatujatoka. Unajua kuna mtu ajui sabato ni nini. There's someone somewhere who does not know what is the Sabbath. Ajui chochote. Ni kwa sababu ya nini? Mimi na wewe tujaondoka. Hata mimi kama niko hapa, nimetoka kuhusu Ireland, penye kuna makanisa ya sabato, nimekuja kujua sabato vizuri mwaka 2000, na sasa tumekaa tu na wengine mataifa mengine bado hawajapata habari hii. Ndio nashukuru sana unapoenda some parts of western Kenya. Injili imeanza kuingia, nimeenda mpaka pale Kakamega. Lakini sasa swali ni je, unajua tena Uislamu umeingia sana hapo. Uislamu ukienda Western region, ukienda maeneo ya Bungoma County, uende Kakamega County, uende Mumias, unapata saa hii msikiti inatengenezwa, ina grow very fast. Watu wanabadilishwa wakiingizwa katika imani zingine. Tukiwa wapi? Where are we? Nataka unisikilize. Revelation chapter 14 verses 9. Biblia tunaendelea kuisoma katika ujumbe wa malaika watatu ili kwamba tuelewe. Mbona tukasikia kwamba tunatumwa, na nani atakayesema kwamba nipo hapa nitume? Kitabu ni Ufunuo 14
fungu ni la 9. Tunapoangalia maisha haya watu wa Mungu, tunakumbushwa kila mmoja wetu, wewe ni malaika, umewekwa kando, wewe ni messenger that you have been set aside to go and preach the gospel, good news about the coming of Jesus Christ. Lakini tunasema hapa, I will go and yet we are not going. Tumekuwa na makambi sisi kwa 2022 kasema come meeting 2022, I will go and we have never went. We are still there. Another theme is coming. We are still saying tunaenda na hatuendi. Katika fungu la 9 inasema namna gani? Then verse 8, and another angel followed saying, Babylon is foreign, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Taka unisikilize. The wrath of her fornication. Unajua hapa nje kuna watu hata sisi tumesahau. Shetani ako mbioni kwamba mafundisho ambayo yanafundishwa na watu wanayashika hapa nje, watu wengi, kwa sababu sisi tumelala katika usingizi kwamba wine ambao ni mafundisho watu wamefundishwa hapa nje na wakaweza kushika hata siku ya leo. Na niulize tu swali mzuri. Sasa tutakuwa hapa. Tutakuwa hapa mpaka saa ngapi? Tukue sure kitu tunaongea. Mpaka saa ngapi? Nitakuwa hapa mpaka jioni, si ni kweli? Mpaka jioni. Watu wa Mungu, tuseme tu kweli. Sabato ni kuanzia Ijumaa jioni mpaka Jumamosi nini? Jioni. Lakini siku hizi tukisema maliza service ya asubuhi, viti inabaki. Ukiangalia idadi ambao wanaoingia kanisani, kwa hakika wanaokuwa asubuhi na wanaokuwa masaa ya jioni, inakuwa ni tofauti kubwa sana. Sababu ikiwa ni je? Kwa sababu tunasema kwamba tunaweza tukakuja tukue kama service ya kwanza, vile mandugu zetu wa Katoliki wanasema kwamba naenda service for 3 hours, nirudi nifungue kazi yangu. Tulitoa mafundisho wapi? Na ilai tunajua kwamba jua inapotua tunaanza sabato, kisha tena jua iweze kutua tumalize sabato, tukiwa chini ya uongozi wake Mwenyezi Mungu. Siku ya leo ndio tukumbuke kwamba amelisa wine to all world, to all people, because tunapoangalia, juzi nimekuwa katika maeneo fulani tukifundishana about the state of death, tukagundua kwamba hata sisi tumeingia katika mafundisho haya. Tunasema kwamba tunafanya makumbusho. Hello, tunafanya ama hatufanyi? Kuna watu wanafanya ama hawafanyi? Na ni Wakristo ambao ni Waadventista. Unasema kwamba umeandika rest in peace. Hayo tulitoa wapi? Rip grandpa, rip grandma. Tulitoa wapi hayo mafundisho? Kwa sababu sisi tunaelewa ujumbe tulio nao. Sasa tunapoangalia Babylon is foreign, ni kuelewa Babylon ni mji ambao ulianzishwa long ago in Genesis chapter 11, kwamba mafundisho ya uongo yanaopotesha watu kutoka kanisani yapo. Ni watu wangapi wamekaa na imani na wakaenda huko nje? Ni wangapi wanasema hiyo kanisa haina Roho Mtakatifu? Ni wangapi? Kama haina Roho Mtakatifu, wewe kuwa mmoja wa kuleta huo Roho Mtakatifu hapa. Tumeona wamama wengi, hata naulizanga wamama mpaka siku ya leo, mafundisho ya uongo. Nini naangusanga wamama kwa kanisa, by the way? Nini naangusha wamama kwa makanisa mengine? Mama anawacha kanisa hili la Kiadventista penye kuna mafundisho na vile ambavyo tunaomba kwa utaratibu, kwamba unawacha, unaenda mpaka unapata mchungaji mwingine anagusa hapa. Anapoombewa anasema amen. 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 Sikiliza, umewacha mafundisho ya kweli ukatoka kwa sababu unaenda katika Babylon, wewe unayojua ukweli kwa mafundisho mapotofu, kwamba ukawacha injili ya milele ambao ulioijua umepatiwa msingi nayo. The wine ambayo watu wamelevwa nayo, mafundisho haya kwa hakika lazima tuweze kuelewa. Unajua ukisikia mtu anasema ati nimekuachia kanisa, ako na kasoro. Kanisa hili si la mtu yoyote, kwa sababu Mungu ndiye amekuita akakuleta wapi? Akasema kwamba utaabudu katika Israeli. Na hakuna vile utasema kwamba umeacha kanisa kwa sababu umeachia enda fulani. Wewe uko na kasoro, nataka unielewe. Kanisa hili Mungu amekuita kwa sababu salvation is all about you. Wokovu ni kwa mtu kibinafsi.
Babylon is foreign. Tutatangaza ujumbe namna gani watu waelewe Babylon? Wakati tunapoona ndoa ya jinsia moja na tunakaa huko, itakuwa namna gani Babylon? Ndoa zimebadilishwa, imekuwa Babylon na Ibilisi. Nataka muelewa hapa. Wakati tukapoelewa mbona Babylon iweze kusema it is foreign, lazima tuangalie mbona angel anasema it is end time. Malaika huyu anasema it is end time kwa sababu Babylon, tunapoangalia katika hata Isaiah 21 verse 9, aliweza kuona vile ambavyo Babylon inaanguka, mji mkubwa wenye washerati na mafundisho ya uongo. Unajua, ukitaka kujua Babylon is foreign, it is foreign kwa vile vitu ambavyo tunapoona very soon. Kwa sababu hakuna kitu ambacho hatujaona na imesoma katika Biblia. Nyinyi wote ni washahidi kwamba mambo mengi ambayo tunaweza kuyaona, tunaweza kutrace in the Bible, tukaelewa kwamba kwa hakika unabii au kukuja tu kwa sababu unabii ulikuja, kwamba uko uweze kutuandaa ili kwamba tuweze kutoka katika usingizi tukasema Christ is coming. Now it is our time to arise and take this message because God has given us this message. He has given us this message. Tunapoona vijana wetu wanapopelekwa kupigana Russia, wenyewe tunaona kama ni kawaida. It is not kawaida. Kwa sababu shetani kwamba lazima tugonganishe kwamba tuone kwamba ndio kuna amani na hakuna amani. Pale kanisani mwetu tuliathirika. Kuna kijana mmoja alichukuliwa, alitolewa Qatar. Hata sasa hivi wapende wao hawajampata, wanalia. Walipoangalia waliona alifika pale lakini akapotea, wajue yako wapi. Lakini wenzake waliuliwa from our church. So it means what? We need to understand mbona Babylon is being fallen. It's falling because the teachings and the doctrines ambao wanafundisha ni zile maovu za kupoteza watu kutoka kanisani. Vijana wetu siku hizi hawako kanisani. Wametoka kanisani, wanasema kwamba akikuja hapa asubuhi anakwenda tena mapema, anaenda kucheza pool. Kuna game Man U. Ama nyinyi mtasikia maneno. Unajua nilikuwa church fulani kasikia mzee fulani akisema ati mimi nimewekelea. Wewe umewekelea? Mnajua kuwekelea? Alafu mseme Babylon haiko kanisani. Atume? Hiyo ni pet, umewekelea pet. Nilikuwa nimesema tu hivi. Na anauliza mtu mwingine ati mimi nimewekelea, ati Man U nimeipatia kichwa. Mimi nisikize maneno vizuri sana. Gambling imeingia kanisani, tunasema kwamba tuko sawa. Tuko sawa namna gani? Babylon is fallen. Fear God and give him glory. Kwa sababu mlisikia mambo ya Optcoin. Nani aliwekelea? Nani hapa mwesema nani aliwekelea hapo? Praise God. Hallelujah. Sisi tunaenda mbinguni tu. Watu hakuna hapa. Optcoin, si watu waliwekelea? Mpaka ikachukua watu walio mnanielewa vizuri kweli? Tuamuke katika usingizi. Hakuna hela ambayo inakuja hivi kwa urahisi tu. Lazima ufanye kazi. Na imagine hiyo kitu ilitupatia aibu kama kanisa. Tuseme kwa kweli. Ilitupatia picha mbaya kama kanisa kwa sababu tuelewe ujumbe tuliopatiwa ni wa kufundisha, tukiambia ulimwengu kwamba muje Mungu kwa sababu ni saa ya nini? Ya hukumu. Lakini sasa ukiona kitu na jamaa unasema kwamba watasema mimi ndio nimesema. Mimi nitasema mseme mimi ndio nimesema. Mnichape. Lakini sema ukweli. Kama kuna dhambi ambayo mtu anafanya, ukikosa kumwambia ukweli akaelewe, wewe umefanya dhambi hile, upende usipende, umeifanya hiyo dhambi. It is a high time that we have been called to take this message to the world and tell the world that Babylon is foreign, it is foreign, it is foreign. Kwa sababu haimo tena. Unataka kuweka ngiri 3 upate 100, itatoka wapi? Inaibiwa wapi? Ndio wewe upate. Hakuna. Nataka niwaambie ukweli. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa hivyo huwa tunasahau. Mbona tunasahau ujumbe tulio nao? Mungu ametupatia ujumbe kama wa Adventista kwamba tukaweza tukaondoka. Wewe ndio messenger ambao umewekwa kwamba uweze kupeleka ujumbe, ukahubiria ulimwengu, kisha wewe ulimwengu tena na kuangalia unasema, unajua ile kitu mimi nakuanga TikTok. Ujue venye tulienjoy pale TikTok. Anasema hao watu wa soya walikuwa na Twitter hivyo. Watu wa soya wamepatikana. Walikuwa na Twitter hivyo by the way. Unabii unakuja kwamba watu wa soya, the world is mocking us because of what we are doing. Let us understand our identity, whom we are. Sisi ni akina nani? Kama hatujielewi tutapeleka ujumbe aje?
lazima we need to understand whom we are today. We need to understand that. The children of Israel waliacha sheria zake Mwenyezi Mungu kwa sababu they mingled with the heathen nations and they learned their customs, and that's what we are doing today. We have just run away from what God had directed us to do, but we have mingled and we have learned to the people his behaviors outside there. We have been compromised so much. Hizi vitu zote tunatoa wapi? Ama ukitaka kujua tusome Biblia. Tusome Biblia. Zaburi 106 verse 35. Let's read that Bible. Psalms 106 verse 35. Unajua wana wa Mungu tunakumbushwa katika unabii. Tunakumbushwa kwamba tuweze kuelewa ni nini ambayo tunafaa kuweza kufanya. Ni nini ambayo tunafaa kuweza kufanya. Psalms 106 verses 106 verses 35. Psalms 106 verses 35. The Bible says, ukipata pale mwenye yako na mic anaweza soma because of time. Psalms 106 verses 35. Soma hiyo, nashukuru sana. Ni vizuri sana tasomewa. Bali walijichanganya na mataifa. Bali wakaweza kujichanganya na mataifa. Wakajifunza matendo yao. Wakajifundisha matendo yao. Kwa hivyo matendo ya kwanza, matendo ya kuwekelea bet, matendo ya kufanya pesa ya haraka haraka si ya Mkristo ambaye ni Mwadventista. Hiyo ni kujichanganya na kupoteza our identity. Our identity tunaipoteza. Tunasahau sana. Mbona tunasahau our identity? You are a church elder. Why are you forgetting whom you are in this church? You are the role model who is supposed to move from this comfort zone because you have that capability of teaching and training outside there. Kumfundisha mtu ukamleta hapa tena tukamnachi. Kwamba tukasema for sure Mungu anajifanyia kazi. We are in a sleep. Nani hao walichanganya? Exodus chapter 12 verse 38. Exodus chapter 12 verse 38, so that tuweze kuelewa wana wa Mungu. Malaika anaposema kwamba Babylon is foreign, ni kuweza kutuonyesha kwamba sisi ndio tunafaa kuomba tukwambia hapa nje kwamba kwa hakika dunia inaisha. Matendo haya maovu tuyawache, kwamba tukamfuate Mwenyezi Mungu. Kitabu ni Kutoka 12:38. Na kundi kubwa la watu waliochangamana mno wakakwea pamoja nao. Ndio. Ndio hiyo. Haya, wacha nirudie. Na kundi kubwa la watu waliochangamana mno wakakwea pamoja nao, na kondoo na ng'ombe. Waachie hapo. Kundi ambao waliochangamana na wao. It states about the multitudes. And the multitudes kumaanisha wana wa Israeli walipotoka Misri hawakuwa peke yao. Kuna wale ambao walijiunga na wao. Ni akina nani hawa? Ni wale ambao wakati kulikuwa na kupaka damu milango, kwamba nao wakaweza kupaka na wakaweza kuokolewa, kwa sababu neema yake Mwenyezi Mungu inatosha watu wote. Lakini ukumbuke hao ndio wakafika bahari ya Shamu, wakaangalia bahari ya Shamu, wasema ai Musa we ukatuleta tuje tufe hapa. Unajua watu wa kwanza kukomboleni walikuwa ni wao. Naye wana wa Israeli hao wakaangalia, by the way, mbona tunaangamia katika jangwani? Hao ndio watu walikomboleni. Siku ya leo tumelearn their customs. We are learning their customs and we have been adapted to their customs. Ndio maana tunafanya hata makumbusho. Mkristo ambaye ni Mwadventista ufai kuandika dance with what? With angels. Lala salama. Atunaandika rest in peace. Address. Umejiuliza kwa nini ukiangalia runinga sana wanaandikanga rest on? Mbona wanaandika rest on? Utaendelea kulala, si ndio? Utaendelea kulala mpaka wakati wa ufufuo. Kwa maana tunaamini katika ufufuo. Na sisi tunasipata tunasema kwamba rest in peace. Mbona tunapotea? Nataka usikilize. Unajua kuna vitu tunafanya mpaka hata mimi nashindwa tuko wapi? Tuko wapi? Mbona tunasahau ujumbe? Mbona tunasahau ujumbe? Nataka unielewe. Tusahau ujumbe wake Mwenyezi Mungu. Kwamba Babylon is foreign inaonyesha kwamba mji huu mkubwa unaanguka. Tunapoangalia Babylon the Great,
tunaangalia ilikuwa wapi katika Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Tunaangalia vile ambavyo akina Nimrod waliweza kuanzia mnara huu mkubwa, mambo na Babylon ikaanzia pale, kwamba ikawa ni mafundisho maongo katika confusion to all world. Even today kuna confusion even the day of worship. Unapata watu wanatoka hapa akienda Sunday worship, ati yeye atunajua bora tu kuabudu. Ama unasikia wengine wakiwaambia hivyo? Wewe unafikiri ni watu wangapi wanafanya kazi siku ya Sabato? We have been compromised so much. Hata siku ya Sabato watu wangapi wanafanya? Ni wengi. Kwamba anasema kwamba mimi bora tu niabudu na Mungu ni moja. Mungu ni mmoja. Lakini huyu Mungu mmoja tunasema ni yule ambaye ni Mungu ambaye hajawahi kuchanganya hata siku moja. A God who does not contradict himself. This God that we have one. It's not a God that we go worship on Sunday, come worship on Saturday, and then worship on Friday. A God that we have is one. We have one Bible, we have one God, and one church. Those three things. Tuko na kanisa, Biblia, na Mungu, full stop. Na niwaongezee imani moja ndio tuko nayo. Lakini sasa tunasema kwamba najua bora tu waabudu. Bora uabudu. Babylon ambayo nasungumzia ni Babylon ambayo imekanganya watu. Mafundisho ya uongo. Babylon ambayo nasungumzia ni Babylon ambayo unafahamu mseni wa kanisa ako na wake wangapi? Hiyo mnaogopa kusema. People are there. Tunafanya nini? Babylon. We have been mixed with the multitude and we have been absorbed with the multitude. So we need to understand on what we are supposed to do. It's a high call to come back to our senses. Tunaomba tuweze kurudi katika akili zetu. Fungu tuendelee lile la chini. Kwa sababu naamini kuna maombi. Tuendelee katika fungu la chini kwa upesi. Tunaangalia katika kitabu cha Ufunuo 14 fungu ni la 9. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image, receives his mark on his forehead or his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. Unajua kuna watu ndio wanasema katika Sabato, katika kazi zetu, watu tumemwabudu huyo mnyama. Watu tumekuwa katika Babeli, katika mikono zetu. Unasikia katika mikono zetu tumepata nini? Si nimesoma saa hii? Yaani shetani ametushika katika kazi ya mikono yetu, na katika vipaji vya uso yetu ni katika akili na mawazo. Kwamba watu wakumbuki tena vile Mungu anasema kwamba remember the Sabbath day and keep it holy. Umejiuliza kwa nini the 10 commandments, the commandment number 4 is very unique. Inasema kwamba remember. Unajua nikikutuma nikwambie a very unique 10 commandments. The commandment number 4 ambayo inasema kwamba remember, kumbuka. Sabato uifanye nini? Uitunze. Lakini siku ya tunza Sabato. Kuna mzee nilimpata wakati fulani, simtaji ni wapi. Huyu mzee alikuwa anafanya koroga on Sabbath. Anafanya koroga, anasema kwamba hii mashini nimeipata leo, lazima nifanye nini? Lazima nikoroge on Sabbath. Alafu tunasema tunaenda kufundisha. Unaenda kufundisha nani kama uelewi maandiko peke yako? Wewe uelewi, unaenda kufundisha nani kama wewe uelewi? Ujumbe huu lazima utubadilishe, tuelewe ujumbe tulio nao, ili kwamba tukaende tukawahubiria wengine, ili kwamba waweze kuona maana ya kuja katika kanisa la Kiadventista. Si ati unamhubiria wewe ukienda kukoroga on Sabbath. Ati mashini imepatikana on Sabbath. Nilimpata na nilikuwa nimefunga tai, nilikuwa ndani ya The Neighboring Church. Nikasikia mashini amesimama hapo. And then tunasema tunakuja hapa, tunaenda wapi? Mbinguni. Tuambiane tu kweli hivi. It's high time. Wakati Babylon imeanguka, mafundisho ni ya uongo,
vitu ambavyo tunaona vingi ni ya kudanganya mwanadamu. Ni kwa sababu vile ambavyo Mungu anapiga kampeni yake, kwamba tunapiga kampeni wakati wa kampeni, kwamba njoo niwabebee mizito, njoo nikaweze kuwafundisha. Naye shetani anasema kwamba njoo pande hii, anakupeleka gambling, anakupeleka katika vitu, yeye anakuonyesha vitu vyake vizuri, na yeye Mungu anakuonyesha vitu zake. Sasa ni wewe uchague, utachagua gani? Wewe utachagua gani? Kila mtu wako na uwezo wa make choices in life. But I wish that we are going to choose wisely. We are going to choose wisely. From the book of 2 Thessalonians, I'm almost done. The book of 2 Thessalonians, chapter number 2, verses 3. Chapter number 2, the book of Thessalonians, chapter 2, verses 3. The 2 Thessalonians, chapter 2, verses 3. Kwamba tunapoangalia the wine of word of our communication, kwamba tunaangalia vile ambavyo watu wanakaa, hata sisi tunakumbushwa, ili kwamba ujumbe huu, malaika ambao wako na injili ya milele, na injili ya milele iko katika vitabu pale nyuma, ni wewe usome, uelewe, uondoke, ukapeleka ujumbe huu. Kuna kitabu nizungumzia about hapa, kilikuwa nasema the forgotten rest. Na mimi dada yetu wako na hiyo kitabu pale nyuma, the forgotten rest, kinazungumzia kwa sababu sabato imepigwa vita. Sio kwa nini mmeipata mambo, sabato inapigwa vita, ndoa inapigwa vita. We have three whole things: tithe, Sabbath and what? Marriage. Ndoa inapigwa vita, sabato inapigwa vita, lakini hatuko tayari kuelewa ni kwa nini. Pale kwa hiyo kitabu imeandika kwamba ni sheria ipi ambayo iliweza kuondolewa msalabani. Kisha hiyo kitabu kinaelekeza pia, kinakulifaa katika Biblia, kinasema kwamba the 10 commandments zinakaa pale milele mpaka Yesu Kristo aweze kurudi. Unajua pasipokuwa na sheria hatungejua dhambi, na pasipokuwa dhambi hatungejua ne. So the law inatuonyesha sin, and the sin inatuonyesha what? The grace. Kwa hivyo sheria, ukifunja sheria inakuonyesha umefanya dhambi. What is sin? It is transgression of God's law. Kwa hivyo umefunja sheria fulani, ikakuonyesha umekuwa mdhambi, na unapokuwa mdhambi sasa unahitaji neema. Kwa hivyo the law will point us to sin, and sin will point us to what? To the grace of God. Hiyo ndio tuweze kuelewa. Kitabu kile ambacho nasungumzia the forgotten rest, kinazungumzia the omitted 5 days in 15 October in 22 October 1882. Kwamba 1582, sorry. Kwamba kulikuwa na some omission of days or figures, not days, of digits but not days, of figures. Kwamba penye ilikuwa inafaa ikuwe Friday 5th ikawa Friday 15th. So the days remained the way they were and the way they are, but the dates, they were omitted, 10 of them. You need to understand the calendar we are using today. Tunatumia kalenda gani? Unajua the goodness with God's message, hata ukiingia kwa dictionary uangalie jina Saturday, inakuambia the 7th day of the week. Ukiingia kwa simu yako ufinye tu pale kwa kalenda, inakupatia option. Sikiza, jiulize swali, mbona simu inakupatia option? Wewe ndio utachagua utaweka Sunday kwa wiki yako ya kwanza, siku yako ya kwanza katika wiki, ama Saturday. Mbona ikupatie hivyo? You know, these things are there. Na siko, but sasa sisi ndio tunaendelea kucheza tu nazo. Tunafaa kuweza kuelewa our identity. Mbona tuko? Unajua mimi kitambo nilikuwa nikiingia kwa hii kanisa, nilifurahi na hii kanisa wazee. Nikiwa high school, nilipoingia kwa hii kanisa the year 2000, nilifurahia. Kitambo watu walikuwa wanapendana. Chakula ilikuwa inakuja na yako pale nyuma. Penye pale nora yako pale nyuma. Chakula kila mtu ukiingia na kikapu chako, unaweka chakula hapo nyuma. Mfuko yako, masaa ya lunch au kuli chakula yako, unakula ya mwenza. Na hiyo upenda leo iko? Iko. What happened? Babylon. Siku ya leo watu wasalimiani kanisani, hakuna kusalimiana. Alafu tunakuja hapa tunasema twenenda. Yaani tu kama tunaimba na usalimiane mwenzako, what kind of Zion? Atusalimiani. Atulikosana. Kukosana it is normal, but baada ya kukosana tufanye nini? Let us shake what?
Yes, we can differ in principles. But when we differ in principles, we need to also to come back in our senses and then shake hands in harmony and then say, let's play, and then we pray together. Because in that prayer in Matthew chapter 6 verse 9, tunasema kwamba Mungu tusamee dhambi zetu vile ambavyo tunavyowakosea wale ambao wanafanya nini? Wanatukosea. Ndio maana hata maombi yetu hayajibiwi, kwa sababu hata katika ombi tunadanganya kwamba tumesamea wale ambao leo tukosea na tuwasamee na tuwasalimii. Watu wako kanisani hapa wasalimiani. Hivi unasema tupatane wapi? Tupatane wapi? Wewe uendi kwa sababu usalimii watu. Mbinguni ya wale ambao wanasalimiana. Nani anakuambia utaenda na kusalimia watu duniani? Hata sikusalimii niende mbinguni. Sikiliza. Kitabu hicho kinasema namna gani? 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Napomaliza, naona mnaandika vijikaratasi vya maombi. Nashukuru sana tunapoenda kuingia katika maombi. Unabii unatukumbusha mambo mengi, the three angels message. Let us understand this message. The first message, angel, the second angel and the third angel. The book says Thessalonians chapter 2 verse 3 it states. Nayo maandiko yanasema mtu awaye yote asiwadanganya kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu ukafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu ajinuaye, yule mpingamizi ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akitionyesha nafsi yake kama kwamba yeye ndiye Mungu. Nashukuru. Mmejiuliza swali kwamba the number 666, it's all about worship. It's all about worship. Huyu mtu ambaye amekaa katika hekalu yake Mwenyezi Mungu akifanya kwamba yeye ndiyo Kristo, akijinua kwa kila kitu kiitwaye Kristo. Unajua tuko na baba mtaka ni mtaka kitu ama ni mtakatifu? Ni mtaka kitu, si ndio? Yeye anasema anasamea. Mimi nakumbuka, unajua I used to be a Catholic. Kitambo nakumbuka nilipokuwa ukifanya kama kuna kitu ukifanya nikiwa kijana, naenda pale kwa father na heka makoti chini, namwambia unajua father kuna kitu nifanye, alafu anakuita na kuambia nimekusamehe. I don't know what's happening today. During my time I remember doing so. It used to be done like that. Today I don't know, but I know it is because it's a process, their own structure. Even nimesaidiwa. Ndio namwambia hii wiki kuna kitu nifanye nini? Alafu anakuambia mwanangu nimekusamehe. False teachings. Anakaa kwa kanisa akijinua kwa kila kitu kitwacho, na hapo ndio watu wanaenda. Unajua huyo mzee alisema wanaume waoana, akasema kuna wapatiwe right sawa ya kuoana. Si alisema? Na akakuja hapa Kenya alikuja hapa. Akaongea, alipoongea nikaona rais aliyekuwa akakitenga akasema hapa kuna vitu tunafanya maneno. Aya tena mwelewe hii maneno, tuelewe unabii. Kwamba tunakumbuka tena hivi juzi tu wakati kesi mlipitishwa katika mahakama yetu ya Kenya, rais ambaye aliyoko alinyamaza sana kwanza asikie wa Kenya wanasema. Na ukumbuke that verdict ilipitishwa on Sabbath. Si kama mnakumbuka vizuri. Hiyo court ruled on Sabbath ikisema sasa ndoa ya jinsia moja iko sawa. Siri tangazo hapa Kenya. Ama nyia Mungu kwa hiyo Mungu sikia habari. Najua kitu ya maajabu. Nilipokuwa nikipita katika online social media, nikapita kwa Facebook, nikaona vijana wadogo wamekumbatia. Unaweza pata mwanaume kwa mwanaume wanapigana kisi pale kwa mtandao. Unaona picha wamepigwa. Dunia iko ama imeisha? Babylon is fallen Babylon. Let us come out of Babylon, because the message we have been given, it is to take this message into the world. The world is no more. Hapa walitangaza wakiwa hapa Kenya hapa. Koti hapa ikasema ni sawa. Mimi napenda Museveni kidogo. Museveni nampenda kidogo. Hiyo Museveni nampenda. Yeye akasema yeye hana shida na watu ambao wanataka kuoana kama ni mwanaume kwa mwanaume, atawafungia kwa jela. Wakikuja na mtoto atawafungulia. That's what he said. Si alisema hivyo ama hamkusikiza habari bado? That's the way he said. So tuelewe Babylon ambayo tunafaa kuelewa ni ile ambayo inaonyesha vijana wetu wanaweza oana. That's the Babylon I'm speaking about. The false teachings. The wine ambao watu wamekunywa hapa nje, mafundisho ya uongo.
kwamba ndoa ni ndoa tu. And our church has that stand kwamba marriage is for heterosexual, ni ya mke na mume. Hiyo ni kanisa letu liko katika mafundisho kwamba ndoa ni ya mke na, alafu pale unapata, by the way, ukiangalia hiyo side nyingine, kuna kitu mimi nashindwa sielewa. Na mimi nilikuwa huko. Na mimi mpaka nitoke nikuja hapa ndio nikuja nikaelewa kwamba sheria imebadilishwa, si kuelewa katika catechism. Si kuelewa. Mpaka nilipokuja hapa ndio nikakuja kuelewa kwamba by the way, kumbe hii sheria ya ine, remember the Sabbath day, ambayo imebadilishwa huko kwingine, imebadilishwa, si kuelewa. Do not make an image. Ukienda hii side ya Mara, jamaa anasimamisha gari hapo, na by the way, kuna lawyer hapa. Kuna lawyer hapa. Kwa hiyo kanisani kuna lawyer. Kama kuna lawyer nitakuja kuelewa. Hawa lawyers wanasoma constitution, wanaelewa sheria. Wanasema article fulani, section fulani, A, B, what katika kotini. Mbona wewe soma Biblia wakaelewa kwamba do not what ana ime? Aje kuja that particular clause wale wanyoko katika hiyo ulimwengu mwingine. Yaani jamaa anasimamisha gari pale chini kwa mama pale chini, anaenda kwa jiwe. Mawe. Halafu kwa jiwe. Are we fools? Are we fools? We are not. The Lord has given us this message, and this message is at hand. What are we supposed to do? It is to move with a high speed and preach the gospel, because the angels were moving with a high speed to proclaim the world is ending. Even as we say, we need to do so. Imagine unapoona mtu kama huyo, unafaa umuombe Mungu amfunue, aelewe nini anafaa kufanya. Mimi nikiona hivyo naumia moyo wangu. Mtu akiona in this missions, unaona anafanya hivi. Hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Wakati Mungu anasema kwamba enda mkaoana mkazaane, na Ibilisi anasema hakuna ndoa. Hakuna ndoa. Ati mimi ni sister. 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 Kama mimi ndio naelewa hiki kitu vibaya. Kama Biblia inasema kwamba it is better to be two than, kwa maana mkiwa wawili mmoja akianguka unafanya nini? Tena mkikaa pamoja mnapata nini? Joto. Biblia imesema hiyo, that is Ecclesiastes chapter 4 verses 9 and 12. Shetani huko anasema kwamba anataka kumaliza vile ambavyo kinaitwa Babylon, mafundisho yake. Ndio unaona hata China ikakuja na mwanamke anaitwa Samantha, ana artificial organ inaitwa Samantha. Ndio unaona vijana wetu siku ya leo, vijana wanatembea na vitu inaitwa pseudo, artificial organ. They are not ready. They are not ready to say that we can do for ourselves. That is Babylon that I'm speaking about. That is Babylon I'm speaking about. We as the church, we have equal opportunity to say this is no and this is sin, because we have been called to have this message. It's all about prophecy. Unabii unapotimia lazima tuyaone yale ambayo yameweza kutendeka. Kwamba tukahamasisha ulimwengu kuambia tokeni katika Babeli. Babeli itaanguka, mji mkubwa huu unaanguka. Toka ndani kwa mafundisho ya uongo. Unajua nikaenda maeneo mengine pale Kisii, Masishi. Mimi nilikuwa nahubiri kwa maana rafiki yangu babaka aliyekufa. Lakini walikuwa mandugu zetu wa Katoliki. Nilishangaa sana. Yaani Badri alisimama akaanza kusema, huyo mzee alikuwa anaitwa jina fulani, akasema fulani, saa hii yako mbinguni amekaa ametuangalia, na watu wamekaa hapa chini wengi. Tunadanganywa. Lakini tuko na ujinga. Tuko na ujinga fulani. Ati fulani amekaa mbinguni, amekaa saa anafanya nini? Na huyo anahubiri anasema, "Tunaomba utushikie nafasi." Nafasi gani? Yeye nani akushikie nafasi? Let us understand what the Bible is telling us today. Tuelewe. Na tunapoelewa Biblia, lazima tuelewe, tukue rahisi kuelewa mafundisho yaliyo ya kweli na mafundisho yaliyo ya uongo. Tusikue compromise. We have the message. Tunapokuwa na ujumbe, nikuulize, unajua ukiona vijana wako wamekuwa katika familia, mfundishe njia ya kwenda. Mueleze yale ambayo anafaa kuyafanya unapokuwa hai, ili kwamba hata utakapofunga macho upate ulimweka katika misingi mema. Unajua kufunga macho iko na ipigi simu. Ipigi simu by the way kufunga macho. Hata mimi nasatangulia ni waache. And it is normal. Na mimi naambianga mke wangu anaitwa widow and time, it is normal.
We are supposed to fear death. If we fear, we must fear sin first. If we fear sin, and then hakuna haja tu kuogopa kifo. But if we keep on sinning, we should fear. Yes. Kifo kwa Mkristo haifai kutishwa. Tufanye yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wapendwa, it's high time to speak the message the Lord has given us. The message that we have at hand is a message of great urgency, so that Christ has ready to come. Because this message has not reached to all corners of the world. We are in a sleep. We need to come back to our senses. Tuamuke katika usingizi. Kwa sababu usiku umeendelea sana, tukaambia watu jameni, ulimwengu unaisha. Ulimwengu unaisha. Hebu niulize swali. Mnajiulizanga kwa nini? Kwa nini kuna walimu wa uongo pale nje? Niliona huyu comedian mnaita Maminto, ama anaitwa namna gani? Maminto ama anaitwa aje? Nani mjua hiyo? Unaweza kuwa unamjua. Anaitwa aje comedian? Huyu mchana ameact kwa kama huyo prophet. Anaitwa aje? Kuna huyu kuna comedian ameact kama yeye, anaitwa aje? Maminto, si ndio? Naona watu wengine wanamkosoa ati mbona una act kama hatuna. Both of them they are comedians. Maminto is a comedian na ule mwingine comedian, ama ni nini? Naona mbaya. Kwani award si comedian? Ama nyinyi muonangi hiyo? Kwani mko wapi nyinyi? Nikuulize, wakati mtu anasema ati alisaidia Mungu kuumba ulimwengu, is that not a good comedy? And a comedy of the fullness and of the highest order. Ati ukasaidia Mungu kuumba. Okay, si atuambie siku atakufa basi kama alisaidia Mungu kuumba. Anajua siku yake ya kufa. That is comedy. Both of them, they are what? Comedians. Ati unakuja hapa, unawacha kanisa ya kweli slim msichana, ati umekaa hapa, unataka kuenda mpaka Mombasa, ati kuona jamaa anafaa nguo ya white, ati unaenda kutafuta nyota ya mapenzi. Hakuna nyota ya mapenzi, toka hapo. Nyota ni mapenzi na usungumziwe, uone naye kusungumzie, uambie Mungu akusaidie, kama ni yeye, mfuate process inafaa. Ati umeenda mpaka Mombasa. Nyota ya nini? Ya mapenzi. Hakuna nyota ya mapenzi iliyopotea, hakuna. Hiyo mimi naambianga hakuna. Watu wetu wamedanganywa. Mtu atoka Nairobi mpaka Mombasa. Tulienda pale retreat kutoka kwa kanisa yetu. Tukapita pale Mnarani saa 9. Watu wamejaa kwa uwanja saa 9 asubuhi. Na kuna mependere pale. Tulipopita hapo tukaenda Mnarani pale kanisa tulikuwa tunaenda retreat for 1 week. Yaani watu wamejaa saa 9 mpaka nikasema woi, hapa tukisema kuna maombi wapi wako wapi? Wako wapi watu? Lakini pale watu wanangangania. Tunakaa nyakati za mwisho ama ya mwisho. Tukaenda pale tukashangaa. Na imagine mtu anawaje imani ya Kiadventista ati anaenda kuombewa pale. Ati unatembea na kaandika chifu. Ati kameombewa. Ati kako na ile logo ya ile kanisa inaitwa aje. Ati unatembea, nilipata mama mwingine anauza mandizi pale pipeline, ameweka kitambaa. Na nikamuuliza ni kitambaa gani? Wakati alikuja Jacaranda, ati hii ninunua Jacaranda. Hiyo si ni ujinga. Si ununue yako kwa duka, uiombee, uko na hiyo imani. Yako ununue uko na hiyo imani. Yaani unatoka hapa mpaka Mombasa, maji ya hii ya 20 bob, watu wanauziwa shilingi 1000, maji ya 20 bob. Si uchukue 20 liters, ununue yako, uiombee kama unaamini kwa hiyo maji. Wewe mwenyewe. Nani anakuambia maombi yako ifike mbinguni? Niliona siku nyingine akikanyaga, watu wanangangania mchanga. Akikanyaga, watu. Lakini unajua kuna ujinga, kama mimi naona kwa hakuna ujinga bwana. Watu wamenyweshwa mnywesho ambao ni ya ujinga, watu wanapotosha, watu wamefanya kuwa wajinga. Huyo ni mwanadamu, usiabudu mwanadamu kwamba mtu huyu anapokaa katika hekalu akijinua kwamba kana kwamba yeye ndio Mungu kwa kile kitu kiitwacho Mungu. Anajiona yeye ni mtu wa maana. Kama Makenzi alikuwa mwanaume, nasema tu wacha tuliseme kwa sababu hiyo ni kitu ilikuwa. Kama yeye alikuwa ni mwanaume kamili, si afanye miujiza atoke pale kwa jela. Si afanye miujiza milango Paulo na Sila. Yaani waliomba mpaka nini? Na yeye si aombe huyo mlango ufunguke kwa sababu yeye ni nabii wa Mungu. Akipelekwa kotini, yeye anaenda na maji. Anaambia watu wa fast bila chakula, waenda wapi? Yeye akienda kotini anabeba nini? Maji. Alafu anasema ati kiu inamuua, anaomba jua. Si aombe jua ipite kwa jela, ingie kwa jela ndani.
Alafu ndio unapata watu wanaenda pale yaani una fast mpaka ukufe. Hiyo ni kufasti ya ujinga. Mnywesho ambao watu wamenyweshwa na manabii na walimu wa uongo katika Biblia, mpaka sisi Waadventista tumejipata ndani kwa sababu ya kutoamini. Because of our disbelief. Mtu unatoka hapa mzee Mombasa, unapanda train Mombasa, unapanda gari Mombasa, unaweza shilingi yako 10,000 fare, ungepelekea mtoto shule, atunaendea maombi, na maombi ika hapa, prayer request just here in a very simple way. Hapa unaenda pale, mnyoso ya uongo. Unajua watu wameenda mpaka kwa waganga kwa waganga. Ati mzee amekaa mkali kwa nyumba, sasa nataka kumpunguza makali kidogo. Hiyo mafundisho ya wapi? Utamletea atakuwa chui. Atakuwa chui. Kama ulikuwa unapata viboko 2 unakata 10 sasa. Pale Ruben kuna mama alienda akadanganywa na mama mwingine, ati unajua mzee wako ni kama hako na mwanamke mwingine nje. Ati sasa ule ameona, si ndio? Sio hii kitu wanaonanga ni nini? Sasa tukajifanya very fun. Sio tukasikia kitu inafunja hii familia. Tukapiga hesabu, tukamwambia mama vile amesema ameambiwa na muombaji wake, tukajifanya wanaume 4. Tukaenda tukiwa na suti kama hii. Na wengine amevaa jacket tu, wanaume 4. Tukaingia kwa hiyo nyumba tukamwambia sasa tunaomba tu sisi ni fulani fulani, tunaomba utuonyeshe mzee wa huyu ni gani. Kwa maana yeye si mtu anaombanga. Sisi tumesimama hivi, atuambie mzee ni gani? Si alisema kutuambia. Unajua tunabeba ujinga sana kwa sababu atuamini, tunataka tukue compromise na tuko na maandiko. Unabii unasema kwamba nyakati za mwisho wengi wataiwacha imani vile ambavyo watu wanawacha imani, hawataki kusikia mafundisho yaliyo kweli. Hataki kuacha mafundisho yaliyo kweli. Vitabu viko na ujumbe pale nyuma. Viko na ujumbe mzuri. Lakini watu wanasema hakuna haja. Mimi niko sawa. Niko sawa. Niko sawa. Mimi nasemanga mara nyingi kama kuna mganga kwa hakika. Vile nimesimama hivi, I usually challenge them. Akuja niambie, pastor, nguo yako ya ndani umefaa ya white. Vile nimesimama hivi. Si ni mganga anaona? Si anaona? Ama aoni? Si ni mtu wa kuona? Akuja niambie ndani vile unafaa nini? Na hata akiniambia hivyo, simfuati kwa sababu mimi nafuata sauti ya nani? Hiyo ndio utafuata. Kitabu ya mwisho, Ezekiel 13:1. Kitabu ya mwisho kabisa. Kama uko na maombi, naomba kwamba uendelee kuleta hapa. Kwa hivyo unabii, I wish ningekuwa na vitu yangu niweka hapa. Ningeweka vitu hapa. Watu wa Mungu tunakaa nyakati za mwisho. Tupige hesabu. Mungu wetu anatupenda. Hataki tuangamie. Anataka toka katika usingizi, ili kwamba tuweze kuelewa yaliyo mapenzi yake. Mungu anakuita tu katika sauti ya upole, anasema njoo jinsi ambavyo ulivyo. I sent my son to die because of you. And that's why Christ died, because of me and you. There's nothing so good that we have done that we are alive today. But because of his grace, that God sent his only begotten son to come and die because of our sins. I'm not supposed to be alive today, but because of the blood that was shed at Calvary, that's why today we are existing. And we are saying kwamba Mungu aendelee kutusamea makosa yetu. Kwa sababu tunapokaribia Yesu tunajipata tukiwa wa dhambi. Tunajiona tukiwa wa dhambi kwa uso wa nani? So the closer we move to Jesus, vile tunaendelea kugundua vile ambavyo tumekuwa wa dhambi hapo nyuma, tunaendelea kuweza kutengenezwa, kutuweza kufaa. Ezekiel 13 fungu la 1 na 3 nasema namna gani? Tunamalizia hiyo fungu. Kisha neno la Bwana likanijia, likasema kusema, mwanadamu, tabiri juu ya manabii wa Israeli. Tabiri juu ya manabii wa Israeli. Ndio maana mimi nimewataja tu. Wanaotabiri. Waambie unaotabiri. Kwa mioyo yao wenyewe. Yaani wanatabiri kwa mioyo yao mwenyewe. Ndio maana mtu anakusalimia na kuangalia, anakuambia ulipoteza nyota, kuna nyota ya mapenzi iliyopotea. Hakuna nyota ya mapenzi iliyopotea. Kwamba tabiri kwa hao manabii wa uongo wa Israeli, wanaotabiri kwa mioyo yao wenyewe. Yenyewe.
lisikieni neno la Bwana. Lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi. Anasema namna gani? Ole wao manabii wajinga. Ole wao manabii wajinga. Anasema kwamba nikikanyaga chini mchanga umebarikiwa. Huyo ni ole wao manabii wajinga. Unajua mjinga ni mtu hana ufahamu. Ndio anasema kwamba naombea maji na kuwa ni ya baraka, ni ujinga, wajinga. Wanaoifuata roho yao wenyewe. Wanaofuata roho yao wenyewe. Wala hawakuona neno lolote. Hakuna neno aliliona, kwa sababu hata mimi nikisimama hivi hawezi niambia nguo ya ndani ambayo nimevaa, atagesi tu. Hakuna neno waliona. Aya, Mika 3:7. Unajua hii mafungu inakuja kitu inawasaidia nyinyi kidogo tu. Mika 3:7. Haraka sana ni tuende kwanza Mika 3:7. Inasema namna gani? Mika 3:7. Haraka sana. Inaenda namna gani? Because of time. Ukiwa na maombi leta tu, endelea kwa maombi. Ukiwa na maombi sio vile mnafanyanga kama mnaleta hapa ama hii awareness mnafanya aje. Mika 3:7 inasema namna gani? Na hao wanao waonaji watahayarika, na wenye kubashiri watafadhaika. Naam, hao wote watachifunika midomo yao. Watachifunika midomo yao kwa maana hapana jawabu la Mungu. Hakuna jawabu la Mungu. Nataka nisikilize. Hao watu wote wanakuja na midomo yao, Mungu hajafanya nini? Hajawatuma. Wacha Mungu atusaidie tuweze kuelewa nini ambao tunafaa kuweza kufanya. Mungu awabarikie, Mungu awainue na Mungu aweze kuwatendea. Naomba kwamba tunapokuwa katika juma hili la maombi, mnaotufuatilia katika kutoka manyumbani, Mungu awabarikie kwa muda wenu ambao mmeweza kutenga ili kwamba tuweze kutembea pamoja. Tunapoenda kuomba, naamini unapokuwa manyumbani pale uko na ombi ambalo ungehitaji kwamba tuweze kuliombea, atulijui lakini tutaomba kwa sababu Mungu anatenda na anajua ombi lako ambalo liko katika moyo wako. Amini kwamba Mungu ataenda kutenda yale maombi tunapoenda kuomba kutoka hapa. Mungu ni mwaminifu na tunashukuru kwa sababu ya kukuja kwenu ili kwamba tuweze kufuatilia vipindi hivi kwa pamoja. Na waomba tu ili kwamba ujumbe huu tuweze kuupata katika vitabu ambavyo vimeletwa pale. Mtumishi wa Mungu asirudi na hivi vitabu wiki nzima. Toka tu hata nikanakara kidogo tu. Mtaelewana vile utachukua kitabu hiki. Sio pesa anatafuta. Hapana, ni ujumbe wake Mwenyezi Mungu. Tunapo leta maombi yetu, naomba kwamba Choristers ile wimbo wetu na sisi tutafanya. Na nilikuwa naomba because of time. Ningeomba tuombe sio kama tutaomba watatu sio vile mnafanyanga, lakini sio kama mtalikubalia nifanye hivyo leo. Sio kama mtalikubalia nifanye hivyo leo. Naomba kwamba tushikane watu watatu kabla ndio tutakuja kuombea hili. Because it is Wednesday and it is prayers day, that we pray three of us. Tukue katika vikundi vitatu, chukua mwenzako msimame kando, mkiamua mpige magoti. Walio nyumbani naye unapokuwa pale, kama uko peke yako, uko na familia yako, nami nakuomba kwamba nakualika kwamba uweze kuomba na familia unapokuwa unahitaji, unajua mahitaji yako. Kisha tutaomba kwa pamoja. Na tunapoenda kuomba tutakuwa wafupi sana because of time. Wafupi sana. Kwa hivyo tusimame watu na hiyo wimbo ambao wataleta choristers. Kwa hivyo wanapoleta huyu wimbo, shika watu watatu. Mnaposhika watu watatu, naamini kwamba mtaambiana mahitaji yenu. Mtaomba maombi mafupi sana. Kwa maana tunachukua less than 5 minutes. Tumemaliza maombi mpaka hapa mbele. Naomba watu washikane, hata mimi nitatoka hapa kwa maana nataka kujiunga na wengine. Njoo Roho Mungu, watatu. Tuambiane mahitaji yetu. Njoo